Na mtazamaji wa TV3 popote pale ulipo, karibu katika dimba la San Memes, sehemu ambayo tunaenda kushuhudia mchezo mkubwa, mchezo kata na shoka, mechi kati ya Athletic Bilbao dhidi ya Las Palmas, mchezo ambao ni mwendelezo wa La Liga EA Sports, na leo tunakuletea mchezo kati ya Las Palmas dhidi ya Athletic Bilbao, hasa kwa wale wakazi wa vitongoji vya Bilbao, sehemu ambayo inatokea klabu ya Athletic Bilbao, ambao leo wanakaribisha Las Palmas kwenye dimba la San Memes, miongoni mwa viwanja bora kabisa pale Spain ambavyo vinatumika pia kucheza michuano mbalimbali. Las Palmas ni miongoni mwa timu kongwe kwenye La Liga, timu ya muda mrefu kwelikweli, lakini mafanikio yake makubwa ni kuwa mabingwa wa Segunda Division, ambao wameshinda mara 4, na mara mwisho ilikuwa ni mwaka 1999 na mwaka 2000 ambao ndio ulikuwa msimu wa mwisho. Na hao unaona ni kikosi cha Athletic Bilbao. Golini yupo Unai Simon akisimama golini pale, lakini Yerey Alvarez, beki wa kati mwenye umri wa miaka 30, Dan Vivian akiungana kwenye eneo la beki wa kati, lakini pia Yuri Bechiche ni upande wa kulishoto, lakini upande wa kulia yupo Oscar De Marcos. Wakati huo kwenye eneo la kiungo yupo Mikel Ureziga pamoja na Ruiz Garazeta. Eneo la kubewa mshambuliaji upande wa kulia ni Alex Berenguez, Ohan Sunset, Iñaki William pamoja na Marwan Sanai. Hicho ni kikosi cha Athletic Bilbao ambacho kimeanza kwenye mchezo wa leo dhidi ya Las Palmas. Na Las Palmas golini yuko Dinko Hock, golikipa ambaye amekuwa na uzoefu mkubwa pia, lakini Michael Mamor ambaye beka upande wa kushoto, Scott McKenna beki wa kati, bila kumsahau Alex Suarez ambaye pia naye ni mlinzi wa kati, na mlinzi upande wa kulia ni Victor Alvarez, moja ya wachezaji wenye mwenye uwezo mkubwa, Victor Alvarez maarufu kama Viti. Lakini eneo la kiungo yuko All McBan pamoja na Sandro, lakini kwenye eneo la mbele Dario Esugo yupo, Stefan Bajet yupo, Mevin Park pamoja na Mika Memo, miongoni mwa wachezaji ambao wanaunda kikosi cha Las Palmas, ambao wameaminiwa na kocha Martins Pena kwenye mchezo huu wa leo dhidi ya Ernesto Valverde ambaye ni mwalimu ama mkufunzi wa kikosi cha Athletic Bilbao. Kitawaka leo kwenye dimba la San Memes. Kila mmoja anahitaji matokeo ya alama 3 kwenye mchezo wa leo. Na ukiangalia kwenye msimamo wa La Liga, hizi timu zote mbili hakuna timu ambayo unasema ina afadhali. Bado kila mtu anapambana kujiondoa kwenye nafasi nzuri. At least Athletic Bilbao ambaye yeye anashikilia yuko nafasi ya 4 akiwa amecheza michezo 32, na kwenye michezo 32 ameshinda michezo 15, ametoa sare michezo 12, amepoteza michezo 5 akiwa na jumla ya alama 57. Na wanachokihitaji Athletic Bilbao ni kupambana kualau kupata nafasi ya kushiriki Champions League kwa msimu ujao, wakati wenzao Las Palmas wanashika nafasi ya 17 kwenye msimamo wa La Liga EA Sports. Na kandanda imeanza katika dimba la San Memes. Vita ya kuzisaka alama 3 ni Athletic Bilbao ama Las Palmas. Tutaenda kushuhudia ndani ya dakika 90 za mchezo wa leo. Mechi bora kabisa hii, mechi ambayo ina mvuto wa hali ya juu, na wametoa nje Athletic Bilbao, wanaenda kurusha Las Palmas. Las Palmas. Mechi imeanza kwa kasi ya aina yake. Athletic Bilbao ameanza kushambulia kwa kasi kweli kweli. Haya, kwenye control ya mpira. Haya, wanaondoka Las Palmas sasa. Las Palmas wanaondoka. Yuko na mpira Sandro kwenye eneo la katikati. Mchezaji ambaye amekuwa na uwezo mzuri, amekuwa na wakati mzuri kweli kweli. Bado Las Palmas wanamiliki mpira, jezi nambari 15 mgongoni ya vijana wachezaji ambao kana uwezo mzuri. Scott McKenna
na anatoa nje jezi nambari 16 All McBean huyo hapo, nyota ambaye amekuwa na wakati mzuri, amefunga magoli mawili mpaka hivi sasa na ana assist 6, lakini pia ndo mchezaji pekee kwenye kikosi cha Athletic cha Las Palmas ambaye hana hata kadi moja ya njano. Las Palmas wameanza vizuri kweli kweli. Haya, anakuja kuokoa Inaki William na mpira, anaangalia mpenani, lakini bado anao Inaki William, cheza mpira mrefu, lakini anakuja kuokoa, kuja kuchukua jezi nambari 19 Sandro, nyota ambaye amekuwa na wakati mzuri pia kwenye kikosi cha Athletic Bilbao, akiwa na mabao cha Osasuna cha Las Palmas, akiwa na mabao 8, assist 3 na kadi 6 za njano. Yuri Bechiche alienda kupiga tackling nzuri kweli kweli, mlinzi mwenye kiwango bora kweli kweli kwenye kikosi hiki cha Athletic Bilbao. Yuri Bechiche, jezi nambari 17, ana assist 2 mpaka hivi sasa na ana kadi 3 za njano. Anaenda kufanya tackling nzuri kweli kweli. Pengine kama asingefanya hivyo Albert Morelo angeweza kwenda kufanya balaa. Mevin huyo, yes, jezi nambari 2 Mevin alienda kukutana na Yuri Bechiche. Mevin ni mmoja ya vijana ambao wamekuwa na wakati mzuri kwa dakika ambazo amepata nafasi ya kucheza, ameonyesha uwezo mzuri. Ana kadi 3 za njano peke yake, lakini hajafunga hata bao moja mpaka hivi sasa. Pamoja na kwamba hapati nafasi ya kucheza mara kwa mara, lakini miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa na uwezo mzuri wakipata nafasi ya kucheza, Mevin Park. Haya, kwenye umiliki wa mpira sasa Dinko Hawk ameshaanzisha mpira kule, lakini anaondoa kwa uzuri kabisa Yer Alvarez. Haya, wanachukua tena kwenye umiliki ni Athletic Bilbao. Haya, wanakwenda Bilbao sasa. Yer Alvarez na mpira, anaangalia mpenani, anacheza na Davin Vivian. Davin Vivian arudi kwa Yer Alvarez. Haya, anaenda ni Yuri Bechiche sasa, zamu yake, anapiga mpira mrefu kwa Alexi Beregue, lakini anapokonywa mpira na Albert Moleiro. Haya, kwenye umiliki pia ni Athletic Bilbao tena. Haya, wanakwenda, anacheza mpira mrefu, lakini wanaokoa kwa uzuri kabisa Scott McKenna, ya center back mzuri kweli kweli kwenye kikosi hiki cha Las Palmas. Kwa wakati mzuri kweli kweli, ana kadi 5 za njano, na hiyo ndo kazi yake. Siku zote walinzi wakati hawajawahi kusifiwa na kitu kingine zaidi ya kuondoa mipira kwenye maeneo ya hatari. Haya, wanaondoka Athletic Bilbao sasa. Cheza mpira mrefu kwa Inaki William. Inaki William anakuwa anafutana na mpira. Inaki William, goal! Inaki William anawatanguliza Athletic Bilbao akifunga bao bora kweli kweli. Alipokea pasi nzuri kutoka kwa Oscar De Marcos ambaye ni beki wa upande wa kushoto. Alipiga mpira mzuri ambao ulikatiza katikati ya walinzi wa Las Palmas, ukamkuta Inaki William, akauweka mpira wavuni. Bao lake la 5 kwa msimu huu. Alikuwa anaondoka Oscar De Marcos, akapiga mpira mzuri ambao ulienda kumkuta Inaki William, akaweka mpira kwenye himaya yake vizuri kabisa, akauweka mpira wavuni. Inaki William akifunga bao lake la 5, la 6 kwa msimu huu. Nyota huyu wa timu ya taifa ya Ghana ambaye pia amezaliwa pale pale Spain kwenye mji wa Bilbao, na leo anaitanguliza timu yake Athletic Bilbao kwa bao moja la kuongoza. Bao la mapema kabisa, bao ambalo limefungwa dakika ya 5 ya mchezo. Dakika ya 5 ya mchezo tu anawatanguliza Athletic Bilbao. Inaki William huyo hapo, nyota ambaye amekuwa na takwimu bora kweli kweli kwenye kikosi cha Athletic Bilbao, lakini msimu huu kidogo mambo hajawa mazuri, lakini tayari amefunga bao lake la 6 kwa msimu, acheza michezo 31 akiwa na assist 8. Haya, kwa haraka haraka wanaondoka Las Palmas. Haya, wanaondoka jezi nambari 19
nyota ambaye pia kuna wakati mzuri, Sandro penda muite hivyo. Ayapiga nyuma kwa Dario Esugo, alicheza na kocha wake Dinko Hawk, cheza mpira mrefu pile kumtafuta Albert Moreiro. Haya, anakwenda Moreiro, anapiga, ameingiza mpira ndani, anachukua Dario Esugo, anakwenda kule. Sasa ni zamu ya Yuri Bechiche, anaondoa mpira kwenye eneo la hatari. Haya, Las Palmas kwenye umiliki wa mpira, anarudisha nyuma kwa golikipa wake Dinko Hawk. Dinko Hawk anaanza na Scott McKenna, anacheza na Alex Suarez, piga mpira nyuma huku Alex Suarez kwa Dinko Hawk. Kinachukua ni Scott McKenna, jezi nambari 15, ana kadi 5 za njano kwa msimu huu. Na wachezaji wa Athletic Bilbao wengi wana kadi nyingi za njano. Sandro McBean ndo mchezaji pekee ambaye hana hata kadi moja ya njano. Ana magoli mawili, ana assist 6, jezi nambari 16 Oil McBean. Diego Martinez huyo kocha wa Las Palmas anaona kama mambo hayaendi sawa sawa. Dakika ya 7 ya mchezo tayari amesharuhusu bao moja kupitia kwa Inak William ambaye alienda kufunga bao bora kweli kweli, bao la viwango vya juu. Haya ni Athletic Bilbao sasa. Haya, anacheza na Oscar De Marcos, anakwenda Oscar De Marcos, nyota ambaye ametoa assist ya bao kwa Inak William. Haya, Oscar De Marcos anarudisha nyuma kwa Dan Vivian, jezi nambari 3 mgongoni, center back mwenye umri wa miaka 25 kumraz. Yes, miaka 20. Haya, ameshaanza haraka. Las Palmas sasa wanakwenda. Haya, Victor Alvarez ananyang'anywa mpira. Haya, ni zamu ya Inak William, lakini mwamuzi anasema ni foul. Amechezewa Inak William na amechezewa na Sandro, nyota moja wa wachezaji wazuri kwenye eneo la ushambuliaji la kikosi hiki cha Las Palmas. Alishuka chini kabisa. Sandro ana magoli 8 mpaka hivi sasa, magoli 8, assist 3, ana kadi 6 za njano na mpira ni wa kutenga. Las Palmas wanapaswa kujitazama hapo kwenye nafasi nzuri sana kwenye msimamo la Liga EA Sports, hapo kwenye nafasi nzuri. Anapiga mpira mrefu kule, akienda kuokoa kwa uzuri kabisa Alex Suarez. Haya, wanaondoka. Oscar De Marcos anacheza na Mikel Jureziga. Haya, Jureziga anarudi kwa Dan Vivian. Oscar De Marcos tena anarudi kwa Dan Vivian tena kwa mara nyingine. Anagongeana vizuri kweli kweli. Haya, anakwenda ni Yuri Bechiche sasa, anapokonya mpira lakini ni foul. Cheza madhambi kwa Stefan Bajet. Mmoja ya wachezaji pia ambao na wakati mzuri kwenye kikosi hiki cha Las Palmas. Bwana mdogo kabisa, ana umri wa miaka 21, ana goli 1 mpaka hivi sasa. Na Yuri Bechiche anapata kadi ya njano, anaenda kucheza rafu kwa Stefan Bajet, jezi nambari 21, anapata kadi ya njano Yuri Bechiche. Inzi bora kweli kweli upande wa Athletic Bilbao. Anapata mpira wa kutenga Las Palmas, tuone itakuwaje. Mevin yuko hapo, apigwa mpira mrefu kule lakini bado wanao Las Palmas. Haya, cheza tena. Haya, anaondoka Marvin Park, anacheza eneo la katikati kumkuta Alex Suarez, anacheza mpira mrefu kule lakini Mikael Mino, lakini kwa bahati mbaya mpira uko. Anacheza tena mpira mrefu kule lakini anaokoa kwa uzuri kabisa Unai Simon, na mpira unakwenda nje. Kwa ni shambulizi zuri ambalo alifanya Las Palmas, lakini Unai Simon kaokoa mpira. Angalia, ulichezwa mpira mrefu akachanganyana Unai Simon na beki wake Dan Vivian huyu, lakini mpira ukaenda nje. Martin Spena, kocha wa Athletic wa Las Palmas, yupo anashangaa nini mnajichanganya nini? Tuko nyuma kwa bao moja, tufanye mchakato tusawazishe kwa haraka zaidi. Dakika ya 13 mpaka hivi sasa Athletic Bilbao wanaongoza kwa bao 1-0.
Haya, anaondoka sasa. Las Palmas wanaondoka bado kwenye umiliki wa mpira. Haya, anaondoka bwana mdogo Marvin Park, lakini anapoteza mpira kirahisi kabisa. Bado mambo hayajawa mazuri kwa upande wao. Nagongeana pia nyuma, maarufu kama viti. Yes, Victor Suarez. Haya, wanakwenda tena Athletic Bilbao. Haya, wanasogea Athletic Bilbao. Chezo foul pale, jezi nambari 8. Anaitwa Orhan Sunset. Michezo 24 amecheza, goli 15, ndo top scorer wa kikosi hiki cha Athletic Bilbao. Na hivi ndivyo namna ilivyokuwa. Huyu hapo ni Orhan Sunset. Huyu alikuwa anaondoka lakini akachezewa madhambi. Wanapata faida ya mpira wa kutenga. Orhan Sunset ana magoli 15, ana assist 1, ana kadi 2 za njano. Ni mchezaji pia ambaye amefunga mabao mengi kwenye kikosi hiki cha Athletic Bilbao. Nyuma ya mpira yuko Victor Alvarez maarufu kama Viti. Alex Suarez pia yupo na Scott McKenna, bila kumsahau Michael Mamo naye pia yuko nyuma ya mpira hapo, anajaribu kuzuia. Anacheza kule, anaokoa vizuri kabisa, jezi nambari 16 Oel McBain anaokoa mpira, anaondoa mpira kwenye hatari. Ulipigwa mpira mrefu, angalia alicheza, alikuwa anaangalia kwenye far post kule, nafikiri ndio ilikuwa target yake Yuri Bečiće, lakini kwa bahati mbaya mpira ulienda nje. McBain, jezi nambari 16 mgongoni, na wanapata mpira wa kurusha Athletic Bilbao. Haya, ni Yuri Bečiće, anaanza na jezi nambari 7. Sasa anakwenda Dario Esugo, anacheza mpira lakini anaenda kuokolewa vizuri na Dan Vivian. Haya, kwenye umiliki wa mpira ni Stefan Pa, ni jezi nambari 29 Dario Esugo. Ni mambo yana tofauti. Haya, wanakwenda Las Palmas sasa, lakini wanatoa mpira nje. Mpira unakuwa ni wa kurusha. Wakati huo mchezaji wa Athletic Bilbao amekaa chini, anaugulia maumivu ya misuli. Na huyu si mwingine ni Marwan Sanad, mshambuliaji wa kikosi cha timu ya Athletic Bilbao. Ana goli moja tu. Michezo 10 ana goli moja na assist 1. Jezi nambari 8, huyo ni Orhan Sunset. Yes, nyota ambaye anaongoza kwa ufungaji wa mabao, ana mabao 15 kwenye kikosi hiki cha Athletic Bilbao, lakini ni kama anatoka nje. Inaonekana kama hataweza kuendelea na mchezo. Yes, Orhan Sunset ametoka nje kutokana na maumivu ya misuli. Nyota ambaye anaongoza kwa kupachika mabao mengi akiwa na mabao 15, lakini pia na assist 1, ana kadi 2 za njano. Orhan Sunset ameenda bench. Haya ndio yale mabadiliko ambayo mwalimu anaweza kuyafanya bila kutarajia. Haya, kwenye umiliki wa mpira ni Las Palmas sasa, na anatoa mpira nje. Scott McKenna anatoa mpira nje, na unakuwa ni mpira wa kurusha kwa upande wa kikosi cha Athletic Bilbao. Yes, Orhan Sunset, na huu ndio mpira ambao usababisha akapata majeraha. Yes, alikita mguu chini na akavutwa ile. Inaonekana kama ni mtu ambaye pia alikuwa na injury. Haya, Inaki William, lakini mpira unatoka nje na inakuwa ni kona. Orhan Sunset huyo hapo nje, mtu ambaye ni top scorer wa Athletic Bilbao akiwa amefunga mabao 15 mpaka hivi sasa kwa msimu kwenye La Liga eSports, kwenye nafasi ya 4 ambayo Athletic Bilbao wapo, na pia mchango wake ni mkubwa, na wanapata mpira wa kona. Athletic Bilbao wamefunga jumla mabao 65. Hiyo kwenye mabao 65 toa mabao 15 ya Orhan Sunset, manake utakuta pale mabao 50 wamefungwa na wachezaji wengine. Wanacheza mkono kule, lakini mpira unaokolewa kwenye eneo la hatari. Haya, anachukua pia, anapiga mpira lakini mpira unaenda nje. Alikuwa anajaribu kushuti Dan Vivian, lakini mpira ulienda nje. Na Athletic Bilbao wanafanya mabadiliko.
Ohan Sunset anatoka nje, lakini anaingia Canales, jezi nambari 28. Anaingia Canales, jezi nambari 28. Canales anaingia. Bilbao, Inaki William na mpira. Haya, anakwenda Inaki William kwenye control mpira, lakini ni foul. Amechezewa madhambi Inaki William, nyota wa timu ya taifa ya Ghana, lakini amezaliwa pale Spain. Haya, wanakwenda ni Las Palmas, ni Athletic Bilbao wanakwenda. Haya, kwenye umiliki wa mpira anarudi nyuma kwa Dani Vivian. Dan Vivian anacheza na Yere Alvarez. Yere Alvarez anacheza na Yuri Bechiche. Arusha tena nyuma. Anacheza mpira mrefu kule kumtafuta Oscar De Marcos, lakini mpira unatoka nje. Huyo ni Inaki William. Pata mpira mrefu aucheza na hilo ni bao ambalo alifunga Athletic Bilbao. Bao ambalo alifunga Inaki William. Alipokea pasi nzuri kweli kweli kutoka kwa Oscar De Marcos na akaenda kuweka mpira kambani. Dakika ya 24. Bado mambo ni magumu kwa Las Palmas. Haya, wanaondoka tena. Wanaondoka Athletic Bilbao. Wanaondoka lakini wanazuiliwa, wanapunguzwa kasi. Haya, Las Palmas sasa. Sandro na mpira. Sandro anacheza pasi ndefu lakini anaokoa kwa uzuri kabisa Yere Alvarez. Center back mwenye uwezo mkubwa kweli. Haya, wanaondoka ni Las Palmas ala Athletic Bilbao sasa. Haya, kwenye umiliki wa mpira ni Ruiz Gareti. Haya, Ruiz na mpira, lakini mpira ambaye amecheza madhambi. Mikael Jurezgaz anacheza madhambi. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa. Anataka kusogea pale, ajikuta kwenye wakati mgumu kweli. Marwan Sanad, nyota ambaye hajafunga hata bao moja mpaka hivi sasa kwenye kikosi. Ana goli moja tu kwenye michezo 10. Marwan Sanad, bao moja kwenye kikosi cha Athletic Bilbao. Haya, Las Palmas anacheza mpira mrefu lakini anaokoa kwa uzuri kabisa Athletic Bilbao. Mechi ijayo na utulivu mkubwa eneo la katikati ya kiwanja. Bado mambo yanaonekana magumu kwa timu zote mbili. Ni foul wanacheza. Stefan Bajek anacheza foul. Kiungo moja ya vijana wadogo, ana umri wa miaka 21, ana umri wa miaka 21 tu na anavaa jezi pia namba 21. Stefan Bajek alienda kucheza madhambi kwa jezi nambari 7 upande wa kikosi hiki cha Athletic Bilbao. Alex Baranguez anaenda kuchezewa foul na Stefan Bajek. Huyo hapo jezi nambari 21 Stefan Bajek, lakini chini yupo Alex Baranguez yuko chini pale jezi nambari 7. Kwenye michezo 31 Alex Baranguez amefunga mabao 5, ameassist mara 7. Lakini wakati huo ana kadi 4 za njano. Mmoja pia nyota ya mawinga ambao amekuwa na wakati mzuri by the way. Manake amehusika kwenye jumla mabao 12 akifunga 5, akiassist mara 1. Las Palmas sasa wanaondoka. Mikael Mamo anapokonya mpira na Mikael Jurezka anapokonya mpira. Haya, mpira unakurusha haraka. Athletic Bilbao wanaondoka na hili ni shambulizi ambalo walicheza, akacheza Alex Baranguez kwa kichwa, mpira ukatoka nje. Haya, kwenye umiliki wa mpira ni Athletic Bilbao sasa. Yuri Bechiche anacheza mpira mrefu kule kumkuta Ruiz Garazet. Haya, kwenye umiliki wa mpira Ruiz Garazet na mpira anacheza kumtafuta Inaki William, lakini mambo yanakwenda tofauti. Haya, Mikael Mamo anapokonya mpira kwa uzuri kabisa. Haya, Inaki William sasa. Inaki William na mpira. Haya, Inaki William na mpira.
anaingia ndani kwenye 18. Enock William bado kwenye control mpira, anacheza pale Ruiz Garazet, lakini anaokoa kwa uzuri kabisa Dinko Hawk, kwa uzuri Ruiz Garazet, na anaweka mpira kwenye ima yake, lakini anaambiwa ameutoa mpira nje, na faida ni kwa kikosi cha Las Palmas. Wanafanya mabadiliko Las Palmas hapa, mabadiliko wachezaji wawili kwenye kikosi. Wanafanya mabadiliko wachezaji wawili, jezi nambari 14 na jezi nambari 17. Oil McBan anatoka nje, lakini anaingia Foster, jezi nambari 14. Oil McBan anatoka nje, anaingia Foster, lakini pia Sandro anatoka nje, anaingia Mata. Jezi nambari 17 Mata ameingia kuchukua nafasi ya Sandro, nyota ambaye amefunga mabao 8 mpaka sasa hivi kwenye ligi ya La Liga EA Sports, akifunga mabao 8 na assist 3. Anatoka nje, lakini pia kwa upande wa Athletic Club Bilbao, Alex Bermudez anatoka nje, mmoja mawinga bora sana ambaye amefunga mabao 5 na assist 7 kwa msimu huu kwenye La Liga EA Sports. Anaingia Nico William, nyota ambaye amekuwa na wakati mzuri sana msimu uliopita, lakini msimu huu kidogo mambo hajakaa vizuri. Nico William anaingia sasa hivi, anaenda kucheza na kaka yake Enock William. Hawa wote ni watoto wa baba mmoja na mama mmoja. Baba yao mzee William ni mzaliwa wa Ghana, lakini wamezaliwa pale Spain. Na Enock William yeye amechagua kuiwakilisha timu ya taifa ya Ghana, sehemu ambayo baba yake amezaliwa ama ametokea. Lakini Nico William yeye ameamua kuiwakilisha Spain ngazi ya timu ya taifa, na alikuwa sehemu ya kikosi ambacho kilitoa michuano ya Euro pale Ujerumani. Haya, Yuri Bechiche na mpira, anarudisha nyuma, anacheza na Yere Alvarez, anacheza mpira mrefu mbele kumtafuta Ruiz Garatez, lakini mambo yako tofauti. Haya, anakwenda sasa ni Las Palmas na mpira, anapoteza jana utulivu mkubwa. Dario Esugo anapoteza mpira kirahisi kabisa mbele ya jezi nambari 23 Michael Jurezga. Anakwenda kule ni Enock William, sasa anacheza mpira mzuri pale. Haya, Jurezga na mpira unakwenda nje. Michael Jurezga alipata nafasi nzuri, aliingia ndani akakutana na mpira mzuri ambao amecheza Enock William. Hiyo hapo shambulizi, alikuwa anacheza cross nzuri Enock William, akakutana nao Michael Jurezga, lakini mpira ukaenda nje. Hesabu yake ya kuwa mazuri Michael Jurezga, jezi nambari 23 mgongoni, ambaye wa msimu huu amefunga mabao 2, ana assist 1 na ana kadi 4 za njano. Michael Jurezga, shots ni 8 kwa 3, 8 kwa upande wa Athletic Bilbao, lakini 3 kwa upande wa Las Palmas. Chances ni 2 kwa Athletic Bilbao, lakini 1 wa Las Palmas. Haya, wanaondoka Las Palmas sasa. Enock William na mpira, Enock William anakwenda, anacheza na Michael, anakuwa kwa uzuri goalkeeper Dinko Hawk. Michael Jurezga, yes, alijaribisha shambulizi lake zuri, alipokea pasi nzuri kutoka kwa Enock William, akacheza ule mpira na kaenda nje. Marwan Sanad bado mambo yamekuwa magumu kwa upande wake. Hajana wakati mzuri, amefunga bao moja pekee msimu huu, akitoa na assist 1. Amecheza michezo 10 ya La Liga EA Sports. Haya, Enock William sasa anacheza nyuma kwa Yere Alvarez. Haya, Yere Alvarez anacheza pembeni huku kumtafuta, anarudishwa kati kwa Yuri Bechiche. Yuri Bechiche anacheza na Nico William. Haya, Nico William na mpira sasa, anarudisha kwa Yuri Bechiche. Yuri Bechiche anacheza na Yere Alvarez. Yere Alvarez anacheza na Michael Jurezga. Anacheza pasi ndefu kwa mbele, anapoteza mchezo. Haya, Las Palmas sasa, lakini mmiliki wa mpira Ruiz Garatez. Haya,
Anakwenda Nico Williams sasa. Nico Williams anacheza kwa Nico Williams anakwenda, anacheza kwa Julian. Yuri Bechiche na mpira. Haya. Mpira unatoka nje. Yuri Bechiche. Toa mpira, mambo kidogo yanaenda tofauti. Michael Trezeguet. Piga pasi nzuri kwenda kwa Yuri Bechiche, lakini mambo yakaenda tofauti. Yuri Bechiche, jezi nambari 17, nyota ambaye amekuwa na kiwango bora kweli kweli kwenye mchezo wa leo. Dakika ya 69, bado milango ni migumu kwa pande wa kikosi cha Athletic cha Las Palmas. Nyuma, anarudisha nyuma kabisa kwa Yerey Alvarez. Yerey Alvarez acheza na Yuri Bechiche. Haya, wanakwenda ni Dan Vivian. Dan Vivian na mpira, anacheza na Nico Williams. Haya, anarudisha mpira katikati pia. Nico Williams tena. Anapoteza mpira vizuri kwa Alex Suarez. Athletic Bilbao pamoja na kwamba anaongoza kwa 1-0, lakini kidogo umakini unapotea. Utulivu ambao walikuwa nao kwenye kipindi cha kwanza, kwenye kipindi cha pili hauonekani. Wakati huo yuko Marvin Park amekaa chini pale, anaomba kugangwa. Marvin Park msimu huu yana wakati mzuri, hajafunga hata bao moja wala assist moja, lakini ni kiungo huyu. Sasa Yerey Alvarez, jezi nambari 5 mgongoni. Haya, wanaondoka. Albert Moreiro sasa anacheza na Mikel Mamo, anacheza cross kule kumtafuta Januzaji, lakini mpira unaenda kwenye mikono ya Unai Simon. Nika mpira vizuri kwenye himaya yake. Januzaji alijifanya jaribio zuri, lakini mpira ulienda kugonga mwamba. Hiyo hapo. Mpira ulienda kugonga mwamba. Sasa bado milango ni mikumu. Zimebakia dakika 10 kwa upande wa Las Palmas kusawazisha makosa, lakini ni dakika 10 zimesalia kwa upande wa Athletic Bilbao kujihakikishia ushindi wa alama 3 kwenye mchezo wa leo. Athletic Bilbao iko chini ya kocha Ernesto Valverde, kocha ambaye pia kocha pia ambaye amehudumu kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Spain, lakini pia kikosi cha Barcelona, pia kocha mwenye experience kubwa by the way La Liga. Hilo jaribio ambalo alifanya Januzaji, jezi nambari 24 Januzaji. Mambo ya kwenda vizuri. Haya, Las Palmas na mpira sasa. Haya, anacheza ni Scott McKenna. Scott McKenna anacheza mpira mrefu mbele kule kumtafuta jezi nambari 18 Victor Alvarez, maarufu kama Viti. Haya, Januzaji na mpira anacheza, lakini unaondolewa nje na Dan Vivian.